kwa sababu ya yale ambao Mungu anafanya miongoni mwetu, ambayo inaendelea kudhihirika na ile itaendelea kudhihirika. God is coming through for us. Ninasema Mungu anaingilia kwa ajili ya maisha yako na kwa ajili ya maisha yangu. Asifiwe Kristo. Kitambo tufike December, kuna mambo itakuwa imeturn around kabisa. Si useme yangu? Na kuna watu ambao watakuwa na ushuhuda mpya kabisa kwa maisha yao. I wish we can see what is in the spiritual realm. Asifiwe Kristo. Kukua ulibaki hapa, kuna mambo ilibadilisha na ilifungua. So may the Lord bless you. Inua tu mikono yako kwa mbele za Bwana, mwambie Bwana, naomba ukaninenee. Abia Bwana, naomba uninenee siku ya leo. Ninaamini ya kwamba kuna neno ambalo Mungu ameandaa kwa ajili yako, ameandaa kwa ajili yangu, ameandaa kwa ajili ya maisha yetu. Kama kanisa, wewe binafsi, Mungu ni mwaminifu. Kila wakati tunakuja hapa, kila wakati tunakuja kwa madhabahu, kuna neno ambalo Mungu huwa ameandaa kwa ajili ya kila mmoja wetu. Na siku ya leo amefanya hivyo kwa sababu yako na kwa sababu yangu, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya kutuunganisha tena kwa haya madhabahu ambayo nimekuinulia. Madhabahu ambayo Bwana tunapokusanyika hapa unatusaidia, na tumeona msaada wako kwa njia nyingi. Wengi wetu tunaweza kutoa ushuhuda ya kwamba vile tulikuja kwa haya madhabahu, tumeona Bwana umebadilisha maisha yetu. Tumepata amani, tumepata tumaini, maisha yetu imepata kuinuliwa, na tuko na matumaini ya mambo makuu ambayo unaenda kufanya kwa maisha yetu, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tunakushukuru kwa sababu ya neno lako ambalo liko uhai, ambalo linafanya kazi kwa maisha yetu, neno ambalo limetuunda. Umetumia hilo neno kutukomboa na kutusaidia, na pia kututayarisha kwa sababu ya kurudi kwako kwa mara ya pili. Tunakushukuru Bwana na tuwasema ni asante. Hata siku ya leo Bwana, tunashukuru kwa sababu tumepata nafasi ya kukaa chini ya miguu yako Yesu, ndio ukaweze kunena nasi. Naomba ya kwamba Bwana ukanitumie kama chombo chako kunena na roho zetu. Baba, ukanipatie bingu ambayo imefunguka kupitia kwa Roho Mtakatifu, kupitia kwa nguvu na mamlaka ambazo niko nazo kama mtumishi wa Mungu na kwa haya madhabahu, na kupitia kwa nguvu na mamlaka, the power and authority that I have as a son in the kingdom of God of heaven, through the power and authority that I have as a bishop and the anointing of a bishop, I declare right now, I arrest all the demons and demonic powers together with their evil covenants. Zote ambazo zimekuwa zikifinya maisha yako, zimekuwa zikisumbua maisha yako, zimefinya afya yako, zimefinya mawazo yako, zimefinya kazi ya mikono yako, zote ambazo zinazuia kuinuka kwako, I arrest all of them. I destroy, I curse and I send them away. Nashika mateka kila maroho ambayo imekuwa ikisumbua na ikishika maisha yako, kuzuia mpango na mpangilio wa Mungu ukafanyike kwa maisha yako. I declare, I arrest all of them. I destroy, I curse and I send them away. Maroho ambayo inaachiliangwa wakati neno lako Bwana linapoendelea, ili tusielewe, ili tusisikie, ili tusilifanye na tusahau wakati tunalisikia. Maroho yote ya uchovu, maroho yote ya usingizi usio ya kawaida, maroho yote ambayo inazuia tukaweza kulipokea neno, I arrest all of them. I destroy, I curse and I send all of them away through the destructive fire of the Holy Spirit in the name of Jesus Christ. Baba, naachilia na ninaomba Roho wako Mtakatifu akanene na kila mmoja wetu kwa njia ambayo tutaelewa, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na zote tuseme amen. Kwa tumesimama Matthew chapter 3 verse 1 and 2. Matthew chapter 3 verse 1 to 2, NLT. NLT, New Living Translation. Good. Biblia inasema, in those days John the Baptist came to Judean wilderness and began preaching. His message was, ya kwamba hizo siku Yohana Mbatizaji akakuja kwa jangwa la Judea na akaanza kuhubiri, na ujumbe wake ulikuwa, verse 2, repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. Ujumbe wake ulikuwa
mtubu dhambi zenu na mgeukie Mungu, kwa sababu ufalme wa mbinguni umekaribia. Acts chapter 3 verse 17 to 20 NLT. Acts chapter 3. Yes. Good. Verse 17. Friends, I realize that what you and your leaders did to Jesus was done in ignorance. Kwamba marafiki, ninaelewa ya kwamba mambo ambayo nyinyi na viongozi wenu mliofanyia Yesu Kristo mlifanya kwa kutoelewa. But God was fulfilling what all the prophets had foretold about the Messiah, that he must suffer these things. Lakini Mungu alikuwa anatimiza kile ambacho manabii wote walikuwa wametabiri kuhusu Messiah, ya kwamba lazima ageteseka kupitia kwa haya yote. Verse 19. Now, repent of your sins and turn to God, so that your sins may be wiped away. Hivyo sasa, mtubu dhambi zenu na mgeukie Mungu, ili dhambi zenu zikaweze kuondolewa. Verse 20. Then times of refreshment will come from the presence of the Lord, and he will again send you Jesus Christ, your appointed Messiah. Hivyo akawaambia, mtubu dhambi zenu na mgeukie Mungu, kuja kwa Mungu, ili dhambi zenu zikaondolewe. Alafu wakati wa kufurahia na wepesi utakuja kutoka mbele za Mungu, na baada ya hiyo atawatumia tena Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wenu. Tunaweza keti chini. So today I want to continue with something I introduced some time back. Niliwaambia there's something that is called biblical principles. Kuna kanuni za Biblia. Kanuni za Biblia. Na nilisema that these principles encompasses the core teaching and values in the Bible. The core teaching. Mafundisho ambayo ni ya muhimu zaidi kwa Biblia. Na nikasema haya mafundisho, hizi kanuni, nilisema ni kama wokovu, salvation, repentance, kutubu dhambi, upendo, love, humility, nyenyekevu, integrity, forgiveness, thankfulness, and so on. Tumeangalia forgiveness na tumeangalia integrity. Kwa hivyo leo, today we are dealing with the biblical principle of repentance. The biblical principle of repentance. Tunaangalia kanuni ya kutubu dhambi. Asifiwe Kristo. Now, what is repentance? Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati nilikuwa ninatayarisha haya mahubiri ya leo, kuna kitu ambacho Mungu alikaa akiweka kwa roho yangu. Wakati Yesu alikuja na akaingia kwa hekalu mara ya kwanza, akapewa kitabu, the scroll, na akaanza kusoma. Wakati alisema roho wa Mungu ako juu yangu, kwa sababu Mungu amenipaka mafuta, among yale mambo Yesu alisema ya kwamba that they can preach deliverance to the captives. Nihubirie ukombozi wale ambao wamefungwa.
Kwa hivyo deliverance is also taught, or it comes through deliverance, through the word of God. Kwa hivyo nilikuwa nahimizika ya kwamba leo wengi wetu Mungu atakuwa akitukomboa. There is deliverance that will be taking place as I minister, because Jesus came to preach deliverance to the captives. Asifiwe Kristo. Na kwa hivyo ni vizuri ushike vizuri na uelewe. Naweza kuwa sitachukua muda mrefu, kwa hivyo ningetaka ushike vizuri na uelewe. Now what is repentance? Tukiongea juu ya kutubu, tunaongea juu ya nini? Now repentance is a conviction from the heart to turn away from sin or sinful life. It's a conviction from the heart to turn away from sin and sinful life and to turn to God. Kutubu ni wakati unahimizika ya kwamba kutoka kwa roho yako unajua wewe ni mwenye dhambi. Na saa zingine, na sio saa zingine, na hii ni mambo ambayo ni ya kila siku ya maisha. Asifiwe Kristo. Willy amesema hapa alikuwa anatamani kuokoka, lakini kuna mambo ambayo alikuwa anaogopa kuacha, lakini akaamua sasa ataokoka, ataachana na hayo mambo. That is what repentance is about. Asifiwe Kristo. Lazima itoke kwa roho yako. Watu wakikuja kwa ofisi, mtu anataka kuombewa, lazima nimuulize kama anataka, ama ameokoka ama angetaka kuokoka. Lakini kuna kitu moja ninawaambianga, na usiseme ndio kwa sababu ni bishop amekuambia. Sema kwa sababu imetoka kwa roho yako. Kwa sababu mtu akisema ameokoka akiogopa bishop, akifika kwa barabara na bishop hayuko, ataendelea na maisha yake kwa sababu si kitu ilitoka kwa roho yake. So repentance must originate from your heart. Na ukumbuke na uamini ya kwamba umetenda dhambi. Uamini ya kwamba kuna kitu ambacho unahitaji, kuna dhambi ambazo unahitaji kuacha. Na nimesema it is from sin and sinful life. Dhambi ambayo unaweza kutenda hapo hapo, ama maisha ambayo umekuwa ukiishi ya dhambi. Sin or sinful life. Asifiwe Kristo. It involves a deliberate change of mind. A deliberate change of mind. Lazima mawazo yako uamue, ni mimi ninaokoka, na lazima niachane na hii maisha nimekuwa nikiishi. So ni kitu ambacho unatorea mawazo yako ushuhuda. Unaambia mawazo yangu, kutoka leo mimi ninatubu. Na kitu moja ninafanya, ni lazima mawazo yangu uanze kufikiria kama mtu ameokoka. There has to be change of mind. There has to be change of heart. And there has to be change of actions. Vitu tatu. Mawazo ikubali, lazima niachane na hii dhambi. Roho yako ikubali ya kwamba sitakaa nimefungia dhambi. I shall not continue to entertain sin in my heart. And then ukubali, lazima nifanye mambo tofauti. I must change my action. Asifiwe Kristo. Imagine kuna mti umepandwa mahali, for example nje, hapo nje ya nyumba, in the compound, na huo mti kwa sababu labda hakuja kuwa na watu wa kukaa ama iachiliwa, imemwaga matawi mingi hapo nje. Mingi. Ukienda kukanyaga hukanyagi mchanga, unakanyanga matawi, matawi, reefs zenye imemwagika. Ukiambiwa ufagie mara ya kwanza, inakuanga kazi ngumu, kwa sababu unasukuma area ya majani. Si ni kweli? So lazima kwanza ufagie, uitoe, na uende upeleke mahali
uende uchome ama ufanye kile utafanya. Lakini baada ya hiyo utapata mti unaangusha majani kidogo hapa, majani kidogo pale, na kwa sababu sasa ulifagia ile mingi, hii ni kufagia kila siku, kila wakati kuiondoa. Hivyo ni kumaanisha wakati ulikuwa haujaokoka, dhambi zako zilikuwa kama hiyo majani ilikuwa imemwagika chini ya mti kwa muda mrefu. Lakini ukakuja, ukaamua ninataka kumpokea Yesu. Ukaamua maisha yangu itabadilika. Ukaamua roho yangu itabadilika. Ukaamua matendo yangu itabadilika. Ukafagia hiyo mingi. Ukasimama mbele ya watu. Ukasema mimi nimeokoka. Kutoka hapo kuna ile ya kuchunga. Hii tawi moja imeanguka leo. Hii tawi ingine imeanguka kesho. Asiwe sana Yesu. Na unafagia. That is what repentance is about. Now repentance involves seeking God's forgiveness with a sincere heart. It involves seeking God's forgiveness with a sincere heart. Lazima uende kwa Mungu na umwambie Mungu, Mungu, ninajua mimi ni mwenye dhambi. Mungu, ninajua ile biashara nilifanya jana ili involve dhambi. Mungu, ninajua vile niliongelesha fulani nilitenda dhambi. Mungu, ninajua hii na hii. You must go to God and own up your sin. Ukubali nimetenda dhambi. Asifiwe sana Yesu. So repentance must come from a sincere desire to live a life that pleases God. Repentance must come from a desire, sincere desire to live a life that pleases God. Asifiwe Kristo. Unaangalia maisha yako na umekuwa ukitoa ushuhuda umeokoka. Umekuwa ukiambia watu umeokoka. Kwa familia yenu wanajua umeokoka. Lakini kuna maisha ambayo unaishi ya kando, yenye wewe mwenyewe unajua hii maisha yangu haimpendezi Mungu. Na kwa roho yako unasema I desire to live a life that pleases God. Ninatamani kuishi maisha hata kama mwanadamu hanioni, hata kama mume wangu hanioni, hata kama mke wangu hanioni, hata kama wazazi wangu hanioni. Nataka kuishi maisha yenye Mungu wa mbinguni anaweza kunitolea ushuhuda. Asifiwe Kristo. That is what repentance is about. It's about you and your God. It's about the relationship between you and God. Asifiwe Kristo. Kuna kitu kingine ambacho kinafanananga na kutubu. Something that resembles repentance. Inaitwa penance. Penance. P-E-N-A-N-C-E. Penance. Now, penance is a sacrament where a member of the church confesses to the priest and is given something we call absolution. You confess to the priest what you have done, and you're given something that is called absolution. Absolution is declaration that you are free from sin. Ninasema kuna aina nyingine inakaa ya kutubu. Ile ambayo unaenda kwa mchungaji, whichever name, na unamwambia mimi nimefanya hii na nimefanya hii. Anakuambia kile utafanya. Ukifanya anatangaza umesamehewa. Hiyo ni kitu ambayo imetolewa kwa Biblia, lakini inafanywa kwa mzaha. In John 20 verse 23. John 20 verse 23.
Inasema baada ya Yesu kutokelezea wanafunzi wake wakiwa wamejificha mahali, akawaambia amani, verse 18, akawaambia amani, peace be with you. That is where we get the word shalom. Na akawaambia kama vile baba yangu alinituma na nyinyi nimewatuma. Lakini Yesu akajua hata kama nimewaambia vile nilikuwa ninafanya mkafanye, akajua kuna jambo moja amefanya imeleta shida wakati huo wote. Kuambia watu nimewasamehe dhambi. Kwa sababu wakati Yesu alianza kuambia watu nimewasamehe dhambi, shida ilitokea. Wafarisayo walianza kuuliza, wewe ni nani unaweza kusamehe dhambi? Yesu akajua nikiwaambia hii ikiwa blank, hiyo hawatawaifanya kwa sababu waliona imeleta shida. Akawaambia verse 23 specifically, mwenye mtasamehe dhambi zake atasamehewa, na mwenye hamtasamehe dhambi zake hatasamehewa. In other words, Yesu alipatia sisi ambao ameita tukiwa walinzi wa watu wake uwezo na nafasi ya kusamehe dhambi. Now the issue is, ninakusamehe roho yako ikiwa imekubali kusamehewa. So wakati unakuja kwangu, tuseme mimi ndiye priest, uniambie nilikuwa mlevi na nilikunywa, nikwambie sema hii mara 10, alafu nikwambie umesamehewa, kesho uende ukakunywe tena, that is a game called penance. Uone ni mchezo. Repentance must come from the heart. And there is a difference between feeling repentant and feeling sorry. Unaweza kutenda kitu, unaweza kufanya jambo usikie ni kama you are sorry. Yani nasikia sijafanya vizuri. But after that, kama utaamua na hiyo cho nimefanya leo sitawahi fanya tena, that is called repentance. Kuna mzee mmoja, miaka kadhaa imepita, alikuja kwa ofisi yangu, na that time nilikuwa nimeona kama nitatengeneza kanyumba ya ubori. Si unaona kale kanyumba, unioni uso lakini tunaongea. Nilikuwa nimefikiria kutengeneza moja, ni vile sikuwa na space. Sasa huyo mzee akaniambia, mimi nimekuja juzi, nilipika mke wangu na ilikuwa mara ya kwanza, na nimekuwa nikisikia vibaya na nikiwa mjinga. Sasa kama ni ile ya kawaida, ningemwambia sema sorry mara 10. Si ndio tulikuwa watu wanaambiwa sema sorry mara 10, ama sema the Lord's prayer, ombi la Bwana mara 10. Kimaliza nikwambia umesamehewa. Lakini in this case nikamwambia, kwa sababu umekuja, unataka nini? Akaniambia, mimi nimekuja kukuambia nilifanya na nikwambia sitawahi fanya tena. That is proper repentance. Na amekuja na ametoa jawabu. Sio mimi nimemwambia usiwahi fanya hivyo tena. Amekuja kuniambia nilifanya na sitawahi fanya tena. That is true repentance. And that is what repentance is about, not penance. Hallelujah. So kutubu haikuangi mchezo wa kusema leo Mungu ninaomba unisamehe, sitawahi fanya. Unarudia, Mungu nisamehe. Na hiyo ni kitu ambacho wengi wetu tunajipata tuko ndani yake. But from today, kutoka siku ya leo, sasa tutaelewa umuhimu wa kutubu. Asifiwe Kristo. Hallelujah. So kuna mambo kadhaa ambayo ningetaka ushike. I'll just talk about a few things na nitamalizia. Jambo la kwanza, repentance begin with a self-examination on a daily basis. Self-examination on a daily basis. And a case-to-case scenario on a daily basis, and a case-to-case scenario in relation to the Word of God.
Lazima ujichunguze. Uone maisha yako kila siku unatembeaje mbele za Bwana. Na sio tu kila siku, tukio baada ya lingine unajiuliza, na vile nimefanya, kama Mungu wa mbinguni angekuwa hapa kama mtu, angeapprove, angekubali kile nimefanya. You examine yourself. The Bible says, okay, before I go to the Bible, I would want to say this. Wakati wa corona 2019, 2020 huko, unakumbuka? Kuna majimaji tumeuziwa, ilikuwa inaitwa sanitizer. Unakumbuka? Nani amebakisha kidogo nyumbani? Bado ya sanitizer iko. Hata kuna kachupa moja naonanga kwa ofisi, na mtu aliniletea sanitizer. Tulikuwa tunaibeba kwa mfuko. Vibeti za wamama zilikuwa na chupa 2. Ni kweli ama si kweli? Kila ofisi ulikuwa umepata iko hapo. Na ilikuwa imeingia kwa mawazo ya kwamba nikiingia mahali, nikitoka nina sanitize. Ni kweli ama si kweli? Nikiingia kwa ofisi fulani, hata mwenye ako ndani ya ofisi anakuambia umesanitize. Repentance is like sanitization. Tunaelewa? Ulikuwa ukisalimia mtu unajua nimesalimia mtu, una sanitize. Hata kama hujasalimia mtu na umeingia kwa ofisi, ukitoka hapo nje unaona mama ametoa nili kidogo kwa mfuko anafanya, kwa sababu unaweza kuwa umeguza mahali mtu wa corona ameguza. This one you know, umesalimia mtu. This one you don't know, you are taking precaution. That is what repentance is about. You repent the things that you know and the things that you do not know. That is what repentance is about. And repentance gives you access to God. Every time you go before God, asifiwe Kristo. Psalms 100. Unapoingia before the presence of God, uingia na praises na kuongeza ingine inaitwa repentance. Kabla ya kuanza kuomba, the first thing that you should do is to repent your sins that you know or you do not know. Kwa sababu shida ya dhambi, dhambi kubwa ama kidogo, Mungu wa mbinguni kwa utakatifu wake hawezi kuangalia dhambi. Sin turns away the face of God. If you want to know that it is true, Yesu mwana wa Mungu alibeba dhambi zetu, sio zake, zetu. Akabeba zote, laana zetu, makosa yetu, akaenda nayo kwa msalaba. Akiwa amebeba dhambi zetu kwa msalaba, Mungu baba yake akageuza uso. Wakati Yesu aliangalia, akamuuliza, baba yangu, kwa nini umeniachilia? It is because God will not face sin. Na kama hageangalia dhambi yenye ilikuwa kwa mwanawe na haikuwa yake, alikuwa amebeba dhambi ya ulimwengu na yako na yangu. Kwa hivyo ndio Mungu asitugeukie uso. Kabla uingie mbele za Mungu, kwanza tubu. Asifiwe Kristo. Ufanye nini? Utubu. Mahali the Ark of the Covenant, sanduku la agano, lilikuwa limewekwa, kulikuwa na sehemu 3. Kulikuwa na sehemu ya nje ambayo buzi za sacrifice zilikuwa zinaletwa. Kulikuwa sehemu ya pili ambayo makuhani walikuwa wanakuja kufanyia sacrifice na mambo ambayo wanafanya.
And then kulikuwa na sehemu ya tatu ambayo kuhani mkuu alikuwa anaingia mara moja kwa mwaka. Kwa sababu ya kutubu dhambi za watu, alikuwa anaingia na damu kutubu dhambi za watu. Na kwa sababu ya uwepo wa Bwana, alikuwa akiingia kwa mikono yake, kulikuwa kumefungwa kengele, na kwa mguu kulikuwa kunafungwa kamba. Wanasikiza as long as wanasikia kengele zinalia, wanajua bado anaendelea na shughuli. Kama kengele zingesimama na wasikie hawasikii kitu, hakuna mtu angeingia hapo kumchukua. Wangevuta kamba. Haijakuwa recorded kuna mwenye alikufa, lakini that was the scenario. Asifiwe Kristo. Sasa kabla wakuhani waingie pale, kulikuwa na kanyungu, ilikuwa na maji ya kuoga mikono. That is what symbolizes repentance. Asifiwe Kristo. Ndio waingie mbele za Mungu wageoga mikono. Hivyo ni kumaanisha wanajitakaza. So from today, any prayer you make before God, hata kama ni asubuhi umeamka na hakuna mahali umetembea, kwa hivyo huwezi kusema ulitenda dhambi usiku, anza na kutubu. Wakati unaomba, anza na kutubu. Ukiwa kwa njia, uone ni kama kuna kitu, kutubu. That refreshes you. Mtu wa kutubu mara mingi ndio Mungu anaoneshanga visions. Unaona maono. Kwa sababu hakuna kitu kimekublock wewe na Mungu. You start by self examination. Asiwe sana Yesu. Romans chapter 3 verse 23, this is a familiar verse, and 24, New King James Version, inasema, Romans chapter 3 verse 23 and 24, for all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Ya kwamba kila mtu ametenda dhambi. Tulizaliwa katika dhambi. Lakini kuna neema ya Mungu ambayo inatusafisha. Now, ndio hiyo neema ifanye kazi, lazima wewe ukubali wewe ni mwenye dhambi. Lazima ukubali that you are not. Wewe si malaika. Asifiwe Kristo. In the book of 1 John, I love this verse. 1 John, Yohana wa kwanza 1 mstari wa 8 mpaka mstari wa 10. Can do New King James? Yes. Biblia inasema nini? If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Wewe ukisema niliokoka, na as long as niliokoka, mimi sina shida. Because that's what there's a new movement of grace. Wanajiita grace. Wale wanasema hakuna kutoa fungu la 10. Kama uliokoka mara ya kwanza umeokoka, kile ambacho wanatakanga kusema ni kuwa uliokoka huwezi kukua na dhambi tena. But we are human beings. Tunapitia mahali tunaona. Tunaangalia TV tunaona vitu zenye sio nzuri. Na hizo vitu tunaona, the eyes, macho ni marango. Your eyes is a gate into your heart. Your brain is a gate into your heart. Kwa hivyo kuna zitu zinaingia kwa macho, zinaingilia maneno ambazo zinakufanya ukue defiled, ukue si msafi. So Biblia inasema if we say that we have no sin, we deceive ourselves. Tunajidanganya. This is called self-examination. And the truth is not in us. Ukweli hauko ndani yetu. Verse 9. If we confess our sins, hallelujah, tukiungama dhambi zetu, he is faithful and just to forgive us our sins. Tukiungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu wa kutusamehe. Hivyo ni kumaanisha anagojeaga tu useme ninajua mimi ni mwenye dhambi na unatubu. Ukitubu tu, yeye ni mwaminifu wa kukusamehe. Asifiwe Kristo. Unajua Mungu tumefikiria na tumeona kama ni kitu kikubwa, kiko na fimbo
kinatafuta ni nani ametenda dhambi agonge. Hapana, Mungu ni baba. Kama vile unaweza kuona mtoto wako anapotea, alafu siku moja akuja akwambie mimi nimeona nilikuwa nakosea na nimeamua kubadilika. Ukiwa mzazi utaanza kumhesabia zile vitu alifanya? Si unamkubatia na unasema nimekusamehe, sasa endelea na maisha mazuri, na hizo vitu unasahau. That is how our Father is. He is a Father, the God of heaven. Anasema ameweka condition hapa ya kukusamehe. He is faithful and just to forgive us and to cleanse. Huwa anasamehe na anasafisha kutoka uovu. Bora tu usirudi, bora tu usirudie. Asifiwe Kristo. Kwa sababu yeye ni nani? Ni baba. Verse 10. Verse 10. If we say that we have not sinned, inarudia tena, we make him a liar. Mtu mwenye anasemaga aliokoka na hiyo ni mwisho, anafanya Mungu nani? Muongo. Na mtu kama huyo neno lake haliko ndani yake, neno la Mungu haliko ndani yake. So every day we must examine ourselves. Ujiulize ni nini? And that is why wakati niliwafundisha mambo ya dhambi, niliwaambia there are sins of omission and the sins of commission. Kuna dhambi za kutenda na dhambi za kukosa kutenda. Na dhambi za kukosa kutenda hazionekanagi kama ni mbaya kama dhambi za kutenda. Lakini ukiangalia kwa Biblia, wale watu Mungu aliadhibu mpaka unashangaa kwani alikuwa na hasira na wao, ni wale watu ambao walikosa kutenda kile ambao aliwaambia watende. Asifiwe Kristo. Hebu angalia mtu kama Eli. Eli, Mungu alijaji familia yake yote na wakakufa. Na dhambi yake ilikuwa nini? Ulikataa kukataza watoto wako kuna jinsi madhabahu. It was a sin of omission. Asifiwe Kristo. Asifiwe Kristo. The sin of Saul was a sin of omission. Alikuwa ameambiwa uende umbalize hao watu na mfalme wao, akabakisha wengine. Sin of omission. Asifiwe Kristo. Wakati wana wa Israeli walikuwa wanajitayarisha kutoka kwa jangwa wavuke waende Canaan, kuna wale ambao half of the tribe of Manasseh na wengine waligawiwa upande ule mwingine wa mto. Wakaambiwa nyinyi inheritance yenu ni upande huu mwingine wa Canaan. Lakini Mungu akawaambia, lakini ndugu zenu watakapokuwa wakiingia Canaan, lazima the men, wanaume, muache familia zenu na watoto na vitu zenu, muvuke na ndugu zenu, mwende muwasaidie mpaka muhakikishe kila mtu amepata urithi wake. Alafu Musa akawaambia, na mkikataa, if you don't do that, be assured that your sin shall surely find you out. Ilikuwa dhambi gani? Ilikuwa dhambi ya kukosa kuvuka na ndugu zao wakaenda wakawasaidie. So when we repent the sins of commission, kile ambacho tumetenda, and the sins of omission, kile ambacho Mungu alikusudia ufanye na hukufanya. Asifiwe Kristo. Yes, it is always good to examine yourself. Na ni vizuri kujua, kwa sababu mimi ni mwanadamu, naweza kufanya chochote na ikuwe haikuwa kwa mpango wa Mungu. So for me to access God, to access his presence, I need to repent ili ambayo ninajua na ili ambayo sijui. Na nimesema ukifikiria mambo ya kutubu na repentance, kumbuka sanitization. Sanitizer. Hiyo kuna mtu atasahau. Asiwe sana Yesu. The other thing is that you must understand that sin has consequences. Sin has consequences. Kabla ya utubu ama ukose kutubu, lazima ujue dhambi yenyewe ina matokeo. Romans chapter 6 verse 23. Romans chapter 6 verse 23.
Inasema, for the wages of sin is death. Mshahara wa dhambi ni mauti. The wages of sin is death. Ni kwa nini Biblia haikusema the salary of sin? The difference between wage and salary. Asifiwe Kristo. Salary is terminal. Wage is daily. Wale watu ambao wanalipwa mshahara wa kila siku, it is called a wage. Ya kila siku. Mshahara unalipangwa mwisho wa mwezi. It is terminal. Tunaelewana? So God deals with us on daily basis. Kwa hivyo kile kinaweza kuleta kifo ni hiyo dhambi ya kila siku. The wages of death. Asifiwe Kristo. Tujue dhambi ina mshahara. Na dhambi iko na matokeo. Jambo la kwanza, dhambi inaondoa kwa mtu utukufu wa Mungu. Those people who sin and live a sinful lifestyle have no glory. Mtu anaweza kuwa na pesa mingi sana lakini hana utukufu. Asifiwe Kristo. Walikuwa na mtu ametoka kwa Prado na ameparara. Kuna mzee wetu alikuwa na wholesale zikiwa wadogo. Na hiyo miaka kuna gari 3 zilikuwa zinaenda regularly kwa hiyo barabara. Kanta ya huyo mzee na gari ya mzee mwingine. So gari ikienda usikize tu sauti ya gari, unajua huyo ni mzee amepita. Kama ni gari kidogo, huyo lazima akuwe ni fulani. Sasa huyu jamaa wa Kanta alikuwa na wholesale. Na watu walikuwa wanasema ukienda kwake usiku uguze duka yake, atakupata hapo asubuhi akuchape coffee uende. Hiyo ndio kukufungua. Lakini huyo jamaa mwenye alikuwa anakuja anaenda Nairobi mara 2. Akitoka kwa gari ako na slippers ya blue na ya red. Sin removes glory from a person. Ukitaka kuwa na utukufu wa Mungu, unang'ara hata kama hujajipaka mafuta. Achana na dhambi. Haleluya. Mtu ako na utukufu wa Mungu hata akijipaka mafuta ya kukamua. Naona mafuta Mariama Aremis. Hata akijipaka hiyo mafuta bado atang'aa. Kwa sababu kile kinaletea mtu utukufu ni Mungu. The glory of God comes when you are a person who repents and runs away from sin. Asifiwe Kristo. Number 2, sin makes you helpless. Sin makes you helpless. Dhambi inakufanya mtumwa. And especially when you live a lifestyle of sin. Wale wamezoea kulipiwa nyumba. Kulipiwa nyumba. Mwenye analipanga na condition. Na unaweza kusema
hiyo mambo inatendeka ndio nilipiwe nyumba, sitaki. Lakini baada ya miezi 2 unapata umeuita yule tu mbaba, because you have become helpless. Asifiwe Kristo. Tulio goko arogoso Kristo. I told you it is a deliverance class. Ukizoea kufanya kitu, shetani akushike na hiyo, kila wakati ukimaliza kuifanya unajidharau. You look so helpless. Unashindwa, am I a human being? Kwa nini nitumike namna hii? Kwa nini mtu anitumie hii? You are becoming helpless. Do not allow yourself to become a prisoner of sin. Just repent. Tell God, enough is enough. I am moving away from this. Change action. Kama uko na nyumba ya 2 bedrooms na uwezi lipa, enda kwa room 2 zenye unaweza kulipa. Anza pale. Abia Mungu, najua utaniinua. That is where your freedom begins. Asifiwe Kristo. Sin separates you from God. Dhambi inakutenganisha na Mungu. It separates you from God. Every time unaingia kwa hiyo mambo, every time you sin, every time you do something that is not according to the will of God, unajipata unasikia Mungu akiwa mbali na wewe. Separation from God. Na mtu akikufa akiwa mwenye dhambi anakuanga na eternal separation with God. Unatenganishwa na Mungu milele. Asifiwe sana. Sin brings spiritual decay. Sin brings spiritual decay. Your conscience dies. Dhamiri yako inakufa. Wakati dhamiri yako imekufa, ni kumaanisha unatenda dhambi na sasa hujali. You don't care who sees you. Zile dhambi ambazo ulikuwa unafanya ukiwa umejificha, unaanza kuifanya wazi. Hapo ndipo mtu alikuwa anafanya usherati na nguo ndefu, anakata na anasema mtadu. Conscience is dead. Hata afanye nini? Na hiyo ndio inafanya usikie watu ambao dhamiri zao zimekufa, anaweza ongelelea mtu na hajali. Anaweza sema kitu na anajua hiyo kitu nikisema itaharibu doa, lakini hajali. Anaweza kujua nikisema hiyo kitu itafanya mtu afutwe kazi, lakini hajali. The conscience is dead. Hao ni watu ambao wanafikanga mahali hata akiongelea mchungaji, hata akiongelea kanisa, hata akiongelea watu hajali. The conscience is dead. Na kitabu ifike ya kukufa, kulifanyika separation, maombi uliacha, nini. Hiyo sasa ndio ya mwisho. It is called spiritual decay. Asifiwe sana Yesu. So that's the first point, that lazima ukae ukijichunguza. You must self-examine yourself. Number 2, you must make a deliberate decision to turn away from sin. Lazima, you must make a deliberate decision to turn away from sin. And the sin for life. Lazima uamue, mimi nimeachana na maisha ya dhambi, nimeachana na hii mambo. Asifiwe Kristo. Asifiwe Kristo. Wacha nipeane hii mfano. Kuna dada moja alikuja kwa hii church kwa miezi 2. Na anasikia tu nikihubiri. Siku moja akaniandikia message. Akaniambia, Bishop, kuna maisha imekuwa ikijirudia kwangu. Na saa hii mahali nimesimama, ninaona niko karibu kuanguka kwa hiyo maisha. Usiponisaidia sitawahi jaribu tena. Nikamwambia, kuja kesho. Nilipangua hiyo mambo.
Nikapata huyu msichana alienda kwa kanisa fulani, na kwa hiyo kanisa akashikwa na mchungaji. So ndio mchungaji aende akahubiri, lazima agerepu huyu msichana. Kwa hivyo nguvu zake za kwenda kwa madhabahu zilikuwa kurepu huyo msichana. Akaniambia nilikuwa nimemtorokea, lakini nasikia nguvu sasa za kumrudia. Nisaidie. Nikamwambia kuja. So alipokuja tukaomba, huyo mchungaji akaongea ndani yake, akasema zile mambo alikuwa anasema, nikadeliver msichana. Msichana baada ya kukua delivered ndio aliniambia kabla tupatane na huyu, kwa sababu tulipatana kwa barabara akanishika kwa macho, nilikuwa karibu kuolewa. Amefunguka sasa. Nikamuuliza, na mwenye alikuwa amekuoa, amewahi kuoa? Hapana. Nikamwambia kutoka leo unamtafuta, na kutoka sasa wewe sio mateka tena. I thank God she has gone back. Mungu amemkomboa na amemtoa kwa huyo mtu ambaye alikuwa anamtumia vibaya. What happened? She decided she must change her life. Lazima maisha yake ingebadilika. And that is why alitafuta msaada mahali anaweza kupata. It must be deliberate. Lazima uamue, mimi hii maisha siishi tena. Imagine umekuwa ukikuja kwa kanisa, tukisifu unasifu, lakini unajua kuna mtu anakugojea mahali, anaenda kukutumia vibaya, anaenda kukupatia kitu upeleke mahali na unajua ni mbaya. You must be deliberate. Na useme mimi niliokoka, nataka kufurahia wokovu. Asifiwe Kristo. Yes, it must be a deliberate. Lazima useme hii maisha ya dhambi na hii dhambi nimeachana nayo. You must break away from the past. Lazima hiyo maisha ya uko uachane nayo. And imagine huyu Mungu wetu ni mzuri sana. Anataka tu useme hiyo maisha nimeachana nayo. Anasema as far as east is to the west, so have I casted your sins away. Anakuondoleaga tu hivyo. Unaanza kuwa uhuru. You become yourself. And you must learn to resist sin. Dhambi itakaa ikikuja. Dhambi itakaa ikikuja. Mungu aliambia Kain that sin is at the door. Inakuangalia tu ufanye hivi iingie. And that's what happens to all of us. Kila mmoja wetu dhambi iko karibu na wewe. Shetani anataka tu akupeleke hitu kidogo ujipate umeingia. And you must resist. The Bible says in the book of James chapter 4 verse 7. James chapter 4 verse 7. New King James. This is a very good verse. The Bible says, therefore, ameongea mambo mengi. Anamalizia na kusema, therefore, submit to God. Jipeane tu kwa Mungu. Sema mimi maisha yangu yote sasa ni ya Mungu. Asifiwe Kristo. Imagine kikapu ya sadaka. Kikapu ya sadaka inapitia hapo karibu na wewe. Useme leo badala ya kutoa pesa nimejirusha. I have submitted myself to God. Nimekuwa wa Mungu. Resist the devil and he will free from you. Ukikataa shetani na umwambie hapana, ni kweli jana nilifanya lakini leo sifanyi. You resist the devil. The Bible says he will free. Na tunajua inafanyikanga hivyo. Alijaribu Yesu mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. The Bible says and he left. Ni vile inasemanga for a while. Asifiwe Kristo. Resist the devil and he shall free. Verse 8. Verse 8. Asifiwe Kristo. Draw near to God. Ukishasema mambo ya shetani nimeacha, karibia Mungu. Tafuta watu wameokoka. Ingia kwa ushirika. Tafuta watu mnaweza soma Biblia na wao. Draw near to God and he will draw near to you. Mungu anatakaga ufanye hatua ya kwanza ya kumkaribia na yeye anafanya 2 3 akupokee. Asifiwe Kristo.
You see the story of the prodigal son, mwana mpotevu. Biblia hiyo story huwa inaongea juu ya Mungu Baba. Wakati kijana alienda, mawazo ya baba yake ilienda na yeye. Alikuwa anafikiria tu nao, mtoto wangu anaweza kuwa anafanya nini huko. Wakati kijana aliamua kurudi, when he came back to his senses. Tuko na senses gapi? Senses. Ya kwanza? Ya kuona. Ya pili? Ya kuonja. Ya tatu? Ati ya kupiga duru. O ya kusikiza. Ya kusikiza. The 5 senses. Na nasikianga wa mama wako na ya 6. Hatujaambiwa inaitagwa gani. Lakini nakuanga wanasemanga ni 6. Wacha tuachane na hiyo iko kwa Biblia. So Biblia inasema he came back to his senses. So he was far from his senses. Hivyo ni kumaanisha hakuwa ananusa, hakuwa anaona, hakuwa anasikia, na hata akikula hakuwa anasikia inaoja nini. That is why Biblia inasema alikuwa anakula na nguruwe. Kwa sababu hata akikula hakuwa anasikia taste. Akikula makoro alikuwa anaona kama ni bofuru. Sababu hakuwa na recognize. Na mawazo yake haikuwa inafanya nini? Inafikiria. Kwa sababu senses zilikuwa pale na yeye alikuwa hapa. The Bible says he came back to his senses. Akaona for the first time hizi ni nguruwe. Hii ni makoro. Akakumbuka hata kwa baba kuna wafanyikazi. Afadhali nikafanyike mmoja wao. He came back to his senses. Hebu na vile Biblia inasema wakati baba yake alimuonea kwa gate, alikimbia akamkumbatia. Draw near to God and he will draw near to you. Wakati Mungu anaona mtu ambaye amekuwa akiishi maisha ya dhambi, ya kutumika na kutumiwa vibaya na shetani, na aone amefanya hatua ya kurudi kwake, Mungu Baba anakujanga na kukumbatia. That is how loving our Father is, the God of heaven. Asifiwe Kristo. Cleanse your hearts, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Verse 9. Wacha tuachane na hiyo. Praise the Lord. So we must run to resist the devil and we must move away from that lifestyle. Number 3, you must believe and accept God's forgiveness. Believe and accept God's forgiveness. Lazima uamini ya kwamba umesamehewa. Na lazima ukubali na ukubatie msamaha. Asifiwe Kristo. Asifiwe Kristo. Shetani anakuanga na tabia moja. Hata wakati umetubu dhambi na umeachana na hiyo maisha, shetani anakuanga na tabia ya kukuja kukukumbusha. Asifiwe Kristo. Ni kweli ama si kweli? Anakukumbusha kile ulifanya ukiwa msichana na unakona miaka 55. Anakukumbusha vile ulifanya ukiwa kijana kwa kijiji. Lakini Mungu alifanya nini? Alikusamehe. Sasa wewe wakati shetani anaanza kukuja na kubishana na wewe, ulifanya kile ambacho anataka ni uanze kukua guilty. Uone ni kama haukusamehewa. Nataka uelewe hivi. Kabla ya kuja kwa Yesu, in the Old Testament, Biblia ilikuwa inatumia hii neno, dhambi zenu zinafunikwa. Dhambi zilikuwa zinafanya nini? Zinafunikwa. That is why wakitenda dhambi, Mungu alikuwa anawaambia mababu zenu walifanya. Anainua tu kagozi ile ya kufunika, anaona kile mababu walifanya, anawaambia kufanya.
kwa sababu haikuwa mbali, ilikuwa imefunikwa. Lakini wakati Yesu alikuja, Biblia inasema as far as east is to the west, so has he cast away your sins. Yesu anatupilia na anakuosha. Kwa hivyo either shetani ama mtu akikuja kukumbusha, mwambie nilisamehewa na nikaoshwa, mimi ni mwana wa Mungu. Accept and believe that you are forgiven. Hallelujah. Accept and believe that you are forgiven. Purpose to live a new life without condemnation. There is law, there is therefore now no condemnation. Wakati umeamini, umempokea Yesu, na wakati umekubali umesamehewa, sasa enda bila kuhukumiwa. Live without condemnation. Accept and acknowledge that you've been transformed. Wacha kubadilika kwako kuonekane. Asifiwe Kristo. Wacha watu watoe ushuhuda ati fulani kutoka wakati aliokoka tunaona mabadiliko. Let there be change that is evident. Asifiwe Kristo. When you accept forgiveness because you have repented, you experience joy. Unaanza kufurahia kukuwa umerudi kwa Baba, umerejeshwa, uko na uhusiano na Mungu wa mbinguni. Asifiwe Kristo. And finally, you can repent on behalf of others. You can repent on behalf of others. You can repent on behalf of your family. You can repent on behalf of the church. You can repent on behalf of the estate or the village. You can repent on the behalf of the nation, the leaders. Unaweza tubu kwa niaba ya watu wengine. Unaweza tubu kwa niaba ya bwana yako, mke wako, watoto wako, wazazi wako. Wakati unatubu, unafanyanga Mungu njia ya kuanza kuingilia kwa maisha yao. In the book of Nehemiah, chapter 1, verses 6 to 7. Nehemiah chapter 1, verses 6 to 7. Mungu alisema, just go through it. Please let your ear be attentive and your eyes be opened, that you may hear the prayer of your servant, which I pray before you now, day and night, for the children of Israel, your servants, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against you. Both my father's house and I have sinned. Verse 7, we have acted very corruptly against you, and have not kept the commandments, the statutes, nor the ordinances which you commanded your servant Moses. Verse 8. Oh, we stop there. Praise the Lord. Huyu ni Nehemiah. Nehemiah alikuwa amechukuliwa mateka, nako kwa mfalme. Anafanya kazi yake kwa mfalme. Na Biblia inasema wakati anakuja kwa Mungu, anamwambia Mungu, fungua macho yako na fungua masikio yako. Ninatubu dhambi zangu na za familia yangu. Na sisi watu wako, wana wa Israeli. Ametubu dhambi za watu wangapi? Zake, za familia yake na za wana wa Israeli. Anazichukua zote, anabeba na anaambia Mungu, tumetenda. Are you getting? Na baada ya kufanya hivyo, kwa sababu inasema day and night, alitubu kwa muda mrefu, day and night, ndio Mungu akafungua njia yake yeye kurudi kujenga ukuta. When you pray, when you confess on behalf of yourself, on behalf of your family, on behalf of the church, wakati unatubu kwa niaba ya hao wengine, Mungu naye anafanyaga njia ya wao kusaidika. Asifiwe Kristo. Kwa hivyo napomalizia niseme hivi. Nehemiah alikubali, ali-acknowledge dhambi na makosa yake na ya familia yake na watu wake. Na he sought the attention of God. Akaambia Mungu, nisikize na ufungue macho.
Asiwe Kristo. Na hapo neema ya Mungu ikashuka. So it is good to understand that you can also repent on behalf of other people. Na niseme hivi tena, repentance is not a one-time event. Si jambo la kufanya unakaa hivyo miaka 5. Ni jambo la kila wakati na kila siku. Wacha niseme hivi, ndio nikuwe mchungaji mzuri. Nasikianga watu wakisema ati mchungaji mzuri anamaliza mara 3. So wacha niseme hivi, mara ya 3 ndio nikuwe mchungaji mzuri. There are 2 levels of sin. Ndio wakati unatubu uelewe uko kwa level gani. There are 2 levels of sin. The Bible says in the book of 1 John chapter 5, 1 John chapter 5, we read 2 verses, 16 and 17. 1 John chapter 5, 16 and 17. Good. Nataka uelewe hii mistari miwili vizuri. Ukielewa tumalizie hapo. Biblia inasema, if anyone sees his brother sinning, a sin which does not lead to death. Ukiona ndugu yako anafanya dhambi yenye haileti kifo cha kiroho, he will ask. Now, he ask, iya kuuliza, si kumuuliza. Ni ile Biblia inasema, ask and it shall be given. Seek, knock. Hivyo ni kumaanisha, ukiona ndugu ambaye anatenda dhambi ambayo haileti kifo cha kiroho, umuombe. And he, God, will give him life. For those who commit sin, not leading to death. Kwa hivyo ukiona ndugu ama dada mwenye anatenda dhambi ambayo haileti kifo cha kiroho, umuombe. There is sin leading to death. Kwa hivyo kuna dhambi ambazo mtu akitenda anakufa kiroho. Kukufa kiroho ni kumaanisha huwezi kujiombea na huwezi kujitoa kwa sababu tayari umekufa kiroho. I do not say that he should pray about that. Sisemi hiyo iombewe. Verse 17. All unrighteousness is sin. Mbele ya Mungu dhambi zote ni dhambi na ni mbaya. Lakini there is sin that does not lead to death. Kuna dhambi ambayo ukitenda unaweza kujiombea kwa sababu haileti kifo cha kiroho. Asiwe Kristo. Verse 18. Nataka uelewe vizuri. Verse 17 inasema dhambi zote ni dhambi. Na hakuna dhambi itaingia mbinguni. Lakini tukiwa hapa ulimwenguni kuna dhambi yenye ukitenda haileti kifo cha kiroho, lakini kuna yenye ukitenda unakufa kiroho. We know that whoever is born of God does not sin. Mtu yeyote ambaye amezaliwa tena hastahili kufanya dhambi. But he who has been born of God keeps himself. Lazima ujichunge usitende dhambi. And the wicked one does not touch him. Mwenye anajizuia, mwenye anajikinga, tumesema ukikataa shetani atatoroka. Verse 19. Enda usome hiyo ingine. Let me explain this. There are 2 levels of sin. Ndio wakati unatubu uelewe hivyo. Kuna hizi dhambi za kawaida, kudanganya, hizo tu vitu yenye unalia rais aya, kwani nimefanya nini? Hiyo ukifanya, ama nikikuona ukifanya, ama nijue umenidanganya, nitakuombea. Lakini kuna dhambi level ingine.
Dhambi ambazo, sins that involves the body, zenye ukifanya zinakutoaga kwa ufalme wa Mungu, zinakupeleka kwa ufalme wa shetani. And God respects authority. Ukijitoa kwa mamlaka ya Mungu ujipeleke kwa mamlaka ya shetani, Mungu anachananga na wewe. One of them is sexual sin, dhambi ya gono. That is why Biblia inasema mtu ambaye analala na kahaba wanakuwa mwili mmoja. That one automatically inakutoa kwa Mungu. The other sin ni abortion. Hiyo damu inakuanga blood sacrifice. Ya tatu ni kuomba shetani, devil worship of whatever kind. Of whatever kind. Hata kama ni kitambaa ulipewa uletee mtu, ama tumaji uletee mtu, hata uende kwa yule mrogiwa na pale chini akona uchafu na anafanya hivi, hiyo yote ni moja. Whether ni hiyo ya chini ama ni ile ya Nigeria, hiyo yote ni witchcraft, ni kuabudu shetani. Ukifanya hiyo unakuanga hiyo spiritually you are dead. Huwezi kuja hapa useme hivyo. Hiyo ingine is murder, kuua, kumwaga damu in whichever form. Wacha niachie hapo. When you do any of those things, what happens is that you cannot pray for yourself. Umetoka kwa ufalme wa Mungu, umejipeleka kwa ufalme wa shetani. The person who has authority over your life now is the devil. Na hii ni dhambi ambayo huwezi kujitoa unless utolewe na mtu ambaye ako na authority ya ufalme wa Mungu. In other words, akuchukue. Lakini lazima kwanza you confess. That's why James said, confess your sins to one another. Kuna zile unatenda na unaomba na unasahau, lakini lazima zingine useme ndio uobewe. Now, these sins that lead to death, hizi dhambi ambazo zinaleta kifo cha kiroho, ndio zinafikishwana to the next generation. They become generational sin. Angalia familia yenye wanauananga, akukosi watu wanauana. Ebu angalia mama mwenye alitoa mimba, utapata mtoto wake 99% atatoa mimba, because this becomes generational. Hata uchawi inachaniagwa. Are you getting? Kuna yule ambaye anaachiwa ndio aendeleze, because it becomes a generational sin. Hivyo ni kumaanisha, if you do a sin, if you commit a sin of omission or commission that does not lead to sin, to death, hii ya kawaida unajiobea na mambo inaendelea. Lakini kama unajua ulitoa mimba, unahitaji kwenda kwa mchungaji, umwambie mimi nilifanya. Huyo ndiye atakutoa kutoka kwa ufalme wenye uliingia. Na akikutoa, anatoa mpaka watoto wako, hawatafanya vile ulifanya, because you are forgiven. Alikia. Arogoswa Kristo. Tumeongea juu ya repentance. Na tumesema repentance ni kama nini? Tumesema repentance ni kama nini? Sanitizing. Unajua umesalimia mtu, unaoga asikuwe na corona. Unaingia ndani, hujui kama mahali umeguza kulikuwa na corona, unakuja bado unasema you repent always. So you review day by day and case by case. Na Mungu amesema he is faithful to forgive us from all unrighteousness. Huyu Mungu wetu ni mwaminifu kutusamehe dhambi zetu. Si tusimame. Repentance is a core principle in the Bible. Ni kanuni moja za zile muhimu sana kwa Biblia. Na nimesema dhambi inafanya uso wa Mungu ukigeukie. Hakuna maisha magumu kama Mungu kukugeuzia uso. Hakuna maisha magumu kama kukaa bila Mungu. The Old Testament inamalizia na kitabu cha Malachi. Na Mungu alianza kutoka mwanzo na kuongelesha wana wa Israeli. Anawaongelesha wanatubu, wanafanya dhambi. Anawaongelesha wanavaa magunia,
wanatubu. Anawaongelesha wanakataa, anawaachilia wanaenda exile. Wanakaa miaka 70, wanamlilia, Mungu ni wa huruma, anawarudisha. Lakini walipofika kitabu cha Malachi, walianza kujimbizana na Mungu. Mungu alikuwa anawaambia mumefanya, wanamuuliza tumefanya nini? Mumeniibia, tumeiba nini? Mumekasirisha, tumekukasirisha aje? Mpaka wakafika mahali wakileta muhodhi kwa madhabahu, Mungu anakataa. Raga iwe muturiku muno, turutirio kora turutire twakureherana ndungioya. Si walikuwa wanamuuliza unakataa kwa nini? Mungu anawaambia mnawezaje kuleta? Na wewe unatenda vibaya kwa mke wako wa ndoa. Mnawezaje kukuja na halafu nipokee? Mungu anaongelesha na wao. Mungu akafika mahali akaona hawa nikipita hapo nitamaliza wote. After the last chapter of Malachi, there was 400 years of God's silence. Mungu aliwanyamazia miaka 400. Ndio John the Baptist akuje. Hakuna kitu kibaya mpendwa kama kunyamaziwa na Mungu. Ati unaomba Mungu hajibu, unaomba huoni kitu. Yani Mungu tu alinyamaza. Hiyo ni maisha mbaya sana. All what you need to unlock God's silence in your life, repent. Enda tu mbele za Mungu useme ninajua ni mimi nilitenda na nimetubu. Repentance is a rock. Repentance is not a rock, a key, funguo. Kuna watu wawili nimetoa cell na si cell, wakiwa mastaka yao ilikuwa mada. Sio nile mtu anapeleka kwa kamiti. Nimetoa watu wawili. Ninaenda, ninamuombea. Baada ya miezi 2 ananifuata nyumbani. Asiwe Kristo. With this key naenda. Si unajua mtu anakuanga wezi ingia, kuna ile wezi ingia, unamsalimia, unamwambia hivyo wamesema umetenda, lakini nimekusamehe. Hapo kuna story. Hata kama kuna askari yako hapa nyuma aski, hivyo wamesema umefanya, nimesema umefanya, lakini nimekusamehe. Asiwe Kristo. Hata kuna mmoja alikuwa amewekwa selo na president. Nikaenda nikamwambia nimekusamehe. Walikuja mara ya kwanza, ya pili wakaachiliwa wote, na president bado ako kwa kiti. The power of forgiveness, but acknowledging your sin. Mtu anaweza kwenda kwa shetani Mungu akiwa amenyosha mikono. Enda mbele za Bwana sasa. Wewe ambaye your conscience is alive, dhamiri yako iko uhai, Roho Mtakatifu kila wakati anakuguzia na anakuambia hii unafanya si nzuri, hii unafanya si nzuri, hii unafanya si nzuri. Unajua, you know where the Spirit of God has been convicting you of sin. Kama haujaokoka, ujue ya kwamba dhamiri yako haiko uhai. The Bible says we were spiritually dead before we came to Christ. Uokovu unaleta dhamiri yako inakuwa uhai. Kwa hivyo wewe ambao hujaokoka una nafasi. Mungu mwenye alikuumba amekunyoshea mkono wa upendo. Mkono wa upendo. Ukimkubali, chochote ambacho umefanya atakusamehe. He is a loving father. Siwede mbele za Bwana utubu. Mwambie Bwana mimi ninatubu. Na ukuwe specific, ninatubu hii. Hata kama ulifanya miaka 20 imepita, hata kama ulifanya asubuhi, wewe ambia Mungu nimetubu. Halafu tubu kwa niaba ya wazazi wako. Repent on behalf of your parents. Repent on behalf of your grandparents. Mwambie Bwana tumetenda dhambi. Tumetenda dhambi.
bali yang'ania ukoo wa fulani tulitenda dhambi, mwambie Bwana akusamehe. Wewe ubebe dhambi za familia yenu, ubebe dhambi za ukoo wenu, mwambie Bwana tumetenda, alafu utubu. Huyu Mungu ni mwaminifu kukusamehe na kutusamehe katika jina la Yesu. Wewe ambao ulitenda dhambi ambazo nimesema dhambi ambazo zinaleta kifo cha kiroho, utaniona baadaye ukiwa peke yako, ili nikaweze kukuombea na kukutoa kwa ufalme ambao uliingia wa giza. Wewe ambaye unaambia Mungu, naomba unisamehe, inua mkono wako tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Biblia imesema tukisema sisi hatuna dhambi ni waongo na tunakufanya wewe mdanganyifu. Mimi na wapendwa wote ambao Bwana tuko kwa hili kanisa tunakubaliana na hilo neno, that in one way or another we have sinned, sins of omission and sins of commission, na tunaomba ukatusamehe. Bwana, tunajua kuna wengine wamekusurubisha mara ya pili, kuna wengine wamefanya udharauriwe, kuna wengine tumefanya watu wasitamani wokovu kwa sababu ya maisha yetu, lakini siku ya leo tunatubu. Tusamehe Bwana. Tunalia kama Nehemia, fungua macho yako na masikio yako Bwana, ukatusikie sisi na familia zetu na kanisa na nchi yetu. Bwana, tumekukosea, tumetenda dhambi, tusamehe siku ya leo na utuoshe na damu yako katika jina la Yesu. Na sasa mimi nikiwa mtumishi wa Mungu, ninachukua neno la Mungu Yohana 20 mstari wa 23, yenye Bwana ulisema mwenye tutasamehe dhambi zake atasamehewa, na mwenye hatutasamehe dhambi zake hatasamehewa. Baba, kila mmoja ambaye anakulilia siku ya leo ukamsamehe kupitia kwa hilo neno, nimemsamehe. Wewe ambao unatamani msamaha, nimekusamehe, na kupitia kwa damu ya Yesu umesamehewa. Naomba damu ya Yesu ikakusafisha mawazo, roho yako na mawazo yako na roho yako, na ili ukageuke mienendo yako na uweze kumwishia Mungu. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na nimetangaza. Tupigie Yesu makofi. Kuna huyu mama